Akizungumza wakati wa ufunguzi wa klabu za uhamiaji za Ruvuma zenye kauli mbiu ya mjue jirani yako, kampeni iliyozinduliwa katika shule ya sekondari ya wasichana Songea tarehe 22 Julai 2026, afisa uhamiaji mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi wa uhamiaji Lydia Mwansiku amesema kuwa katika historia ya Tanzania mkoa wa Ruvuma umekuwa na kambi nyingi za wapigania uhuru kutoka nchi za jirani. Amesema baadhi yao wameendelea kuishi nchini kama walowezi, ambapo hadi sasa mkoa wa Ruvuma una zaidi ya walowezi 16,000 na serikali inaandaa utaratibu maalum wa kuwatambua. Amesema pamoja na hali hiyo, lakini bado kuna changamoto ya wahamiaji haramu wanaoingia nchini kinyume na sheria za uhamiaji. Aidha, katika kipindi cha mwezi mmoja kuanzia Juni 15 hadi Julai 2026, idara ya uhamiaji mkoa wa Ruvuma imefanikiwa kuwakamata wahamiaji haramu 99 katika operesheni mbalimbali zinazoendelea kufanyika mkoani humo. Kwa kweli sisi mkoa wetu unapakana na nchi jirani mbili, na sio kupakana tu. Mkoa wa Ruvuma katika historia ya nchi yetu ya Tanzania ni mkoa ambao ulikuwa una kambi nyingi za wenzetu majirani ambao walikuwa nakaa hapa kwa ajili ya kupigania uhuru. Kwa hiyo mkoa wa Ruvuma ni mojawapo katika mikoa ambayo tulikuwa na makambi. Kwa maana hiyo, yale makambi kuna baadhi ya watu wamebaki ambao sisi uhamiaji tunawaita walowezi. Kwa hiyo mkoa wa Ruvuma tunao hawa walowezi ambao kwa mkoa wetu tunao zaidi ya kama 16,000 hivi. Tunao ndani ya mkoa. Kwa hiyo pamoja na wengine ambao wanakuja, lakini hawa ni watu ambao tunaendelea, serikali inaandaa utaratibu maalum kwa ajili ya kuwatambua namna gani, kwa sababu wamekuja miaka ya 72 huko nyuma. Kwa wamezaliana hapa, wamekaa hapa. Kwa kuna utaratibu ambao serikali inaandaa kwa ajili ya kuwaweka kwenye utaratibu wa kisheria na kuwatambua. Kuhusu hao wahamiaji haramu wengine, sisi mkoa wa Ruvuma tumejipanga kwa ujumla, tuko vizuri kwa ajili ya doria na intelijensia. Tuna intelijensia kubwa kabisa ambayo tunafuatilia mtu anayeingia na kutoka kwenye vipenyo vyetu ambavyo ni vituo halali, lakini kuna vipenyo ambavyo sio vile vituo vya kuingia ambavyo sio halali. Kwa tunafanya doria ya kutosha kwenye vile vipenyo. Tuna vipenyo zaidi ya 50 ndani ya mkoa wetu. Pengine official viko kama 2-3, lakini hivyo vingine vyote kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunafanya doria na tunafanya utaratibu wa wale ambao tumewakamata, tunawachukulia hatua. Ni hapa kama kipindi cha mwezi mmoja hivi, kuanzia mwezi Juni 15 Juni mpaka siku ya leo tumekamata wahamiaji haramu 99 ambao kati yao kuna ambao tumewaondosha nchini, kuna wengine ambao wamehalalishwa ukaazi, na kuna wengine ambao uchunguzi unaendelea. Kwa hiyo tunaendelea na wale ambao uchunguzi unaendelea. Katika kuhakikisha elimu ya uhamiaji inawafikia wananchi wote, idara ya uhamiaji imeanzisha kampeni ya mjue jirani yako, ambapo klabu za uhamiaji zimeanzishwa katika shule pamoja na maeneo mbalimbali ya jamii. Mkoa wa Ruvuma umezindua rasmi klabu hizo katika shule ya sekondari ya wasichana Songea. Walimu pamoja na wanafunzi wa shule hiyo wamesema ni jukumu la kila mwananchi kushiriki katika kulinda usalama nchi yake. Wameeleza kuwa wao kama mabalozi wa kampeni hiyo watahakikisha wanatoa elimu na kufikisha ujumbe kwa jamii kuhusu umuhimu wa kuzingatia sheria za uhamiaji na kutoa taarifa za wageni wanaoingia au kuishi katika maeneo yao bila kufuata taratibu zinazotakiwa. Wako walimu ambao wanakaa ndani ya shule, lakini wengine wanakaa nje ya shule. Kwa wale ambao tunakaa mitaani, kila mmoja atakuwa ni balozi mzuri wa kuitekeleza, kwamba kuhakikisha kwamba tunafahamiana katika mitaa tunayoishi, na endapo kuna wageni au unaona kuna mazingira fulani, tuko tayari kwenda kuripoti kwa ndugu zetu wa uhamiaji. Hata sisi mwanzoni tulikuwa tuna elimu kubwa juu ya swala hili, lakini kuanzia sasa tumepata elimu hiyo, na klabu hii iliyoanzishwa sisi ndio tutakuwa waanzilishi wazuri, kwa sababu ni nafasi ya pekee sana tulioipata, na tunaahidi kuitumia vizuri ili kuwasilisha zaidi elimu ya uhamiaji katika jamii. Kutoka Songea mkoani Ruvuma, Newton Ndenda.